Samani kidogo kwa hitilafu ndogo ndogo ambazo zimeweza kujitokeza. Basi tuendelee kusonga mbele kabisa pale ambapo tulikuwa tumeweza kupata hitilafu ndogo ndogo za kimitambo, lakini basi tuweze kwenda sawa. Binti alimueleza kwamba huyu ndiye alipaswa kuweza kuwa mume wangu sababu ndo mtu ambaye alitabiriwa kuja kuchomoa swali ambao wengine walishindwa kuweza kuchomoa. Lakini akaambia huwezi kumpenda yule kwa sababu yule pale ni muuaji. Fangling, sawa kuhusu utalopita zamani. Wala usijali kuhusu wazima zote kwa fadha tunayofanya sasa hivi. Ya binti akadai kwamba kwa alista kuelewa tena. Basi ugomvi ukaanza kuzuka sababu binti anampenda Fu Shun na huyo anasemekana kama amemuua Fu Shun. Binti akaambia utalipia kwa hili. Ugomvi ukaanza kuzuka hapo ndani baba. Masista dua wawili wanapiga kazi hapo kama kawaida. Ndio sababu kuna mitambo siku leo DJ Hero kama kawa ndani ya nyumba kwa leo kusababisha kama kawaida. Walikuwa masista hapo zamani. Lakini semekana kama Queen Ong kuna skosa aliweza kufanya kwa bahati mbaya. Akaweza kufukuzwa katika ufalme wa 10,000 world. Cheki mambo hapo. Patamu jomba. Oho. Alimsukumia mashine nzito lakini binti yuko sawa bwana. Sio sawa bila kumsahau pale chini kabisa Baba J Digital Studio barabara Dorcas pale chini. Bila kumsikali wanamuita wa muziki anajiita RKF. Hiyo bila kusahau DJ Hero kama ndani ya nyumba. Walipoingia kwenye chumba kimoja akamkuta kumbe jamaa wako na tabia mbaya zile. Alimkuta leo kwenye nyumba makaba Morongzu. Alikuta leo jamaa amekamata kabinti kamoja hivi. Maana kwa jamaa ana vitabia vibaya wakati bado hajafunga hata harusi. Tayari vitabia vichafu vimeshaanza. Jamaa kama kusingizia binti wa watu. Naona huyu. Soko salangu mke wangu. Huyu binti ameniingiza box huyu hapa. Amenisababisha akanitega mpaka nikakuta nimeingia kwenye mambo kama haya. Kamkata binti kibao kumsingizia. Kaambia ondoka hapa. Jamaa akacheka hehehe. Ile tabia mbaya kinoma yani. Unafanya mtoto mdogo mpaka sasa hivi. Huyu ana uwezo gani kuweza kukusababisha wewe ukanijia kumfuata yeye kuweza kufanya naye mahusiano kama hivi? Naye amekuruhusu kufanya naye mapenzi. Kabla nyumba makahaba, wewe ulikuja hapa mwenyewe maana ukafanya hivyo. Pigwa mzee kibao unakuwa na kiburi na adabu wewe. Mbona nipige mimi? Mke wangu. Naomba nisamee bwana, nimefanya makosa ndio nilikuja hapa kwa nyumba makahaba lakini sikupanga kuja hivi. Basi siwezi kusamee kwa ile hata kidogo. Chagua mwanamke mwingine unaweza kuweza kuolewa naye. Nataka kumchinja kichwa kabisa mzee. Kama niachie. Mwanuzie tena kwa hili Kama utaenda kujibulini kwa kwenye ufalme wa Murongzu. Ukimuua ufalme huo utata uadui na sisi. Kwa muache aondoke. Mafamilia alichukia sana. Kama utaniambia Fu Shun walipo leo na kwenda kumuua huyo. Niambie. Tamua. Nitakwambia binti alisema atamwambia. Fu Shun nimemsukuma kadondokea katika Broken Valley. Kule kwenye Broken Valley Clouds. Kuna Broken Valley. Hase. Binti alitoka mbio mzee kwenda kumfuata Fu Hongxue. Binti amezima mazima ni kwa Fu Hongxue na nampenda kweli yale. Jamaa wako badala la Mungu halinaga adabu hili. Hatimaye umenitetea sijaua nashukuru. Lakini bora ungeweza kujibehave vizuri mpaka ndoa yako ilipotokea. Vinginevyo kuondoke hapa haraka sana. Akamaliza kutoka na kuweza kuondoka. Kuruka nyumba ya makahaba ambao wanafanya watu mbalimbali. Tutoka upande leo tuje upande ambao Fu Shun yuko ndani ya lile bonde kule. Babu yake amemnyima kumuonesha njia kwa Fu Shun inabidi atumie nguvu zake mwenyewe kutafuta njia iko wapi ya kwenda kutokea Heaven Pass Gate. Kumbuka anatafuta jinsi gani kutoka ndani ya pango ili mzee ambalo limemzuia muda mrefu zaidi. Fu Shun alizunguka muda mwingi akitafuta zaidi eneo gani aweze kupita aweze kuondoka kutoka nje kabisa ile eneo. Cheki mambo hayo. Lakini Fu Shun baada ya kupita kuna kutana na maskeleton ya watu walioweza kufa bado katika itikadi ya kutafuta Heaven Path Gate
ambayo geti hilo unaambiwa mpaka upite kwa hili pango lazima ufe kwanza. Cheki mambo hayo. Oho. Alisukuma eneo moja, akaingia huko ndani. Akutana na mafuvu ya watu wengi wamekufaga zamani sana. Akutana na maskeleton nini. Akaishi wenda no gate even gesi liko hapa. Aliwasha kwanza taa katika ile eneo miengi ile ambayo inakuwa imetulia. Aweze kuangalia kama atapata sehemu ya kuweza kutoka. Kamba kijana. Mbona kuna mimi nimekwambia kila siku. Mtu hawezi kutoka mbona tuko hai ni sisi wawili tu hapa. Hii sema mtu anatokaga ndugu yangu. Hapa kuna upepo unaotoka kutoka nje. Ngana kwamba tumesema kwamba ni tombo wewe. Niko hapa kutafuta sehemu ambayo nataka kutoka sababu na mission sijamaliza kukamilisha. Jamani nikakamilisha hiyo mission ndo nije huko. Kaambia unaonekana uko vizuri kijana. Wewe unaenda wapi? Akaruka akatua mbele. Unabishana na mimi? Nikamwambia kijana mara nyingi sana uwezi ukaondoka mpaka atakapokuwa mimi nimeweza kukuzuia usiweze kutoka hapa. Ndugu zetu wengi wamekufa wanajaribu kuweza kutoka hapa lakini ni bora kutafuta namna nyingine kuweza kubaki pamoja mimi na wewe hapa. Lazima uwe mtiifu kwangu na ninachokwambia uwe unakisikiliza. Sitakuacha uweze kupita mpaka nahakikisha kama umeweza kuchukua mwenge huu kwenye mkono wangu. Ukiweza kuchukua mwenge huu kwenye mkono wangu nitakuachia uweze kupita. Acha wajibizane baba hapo ndani. Master yuko vizuri huyo. Kamchaka mwambia unaonekana kidogo kijana una technique nzuri. Lakini nataka nikwambie kwamba mimi ndo nilie kufundisha watu wengi spotted clothes unaotumia wewe. Chukua mwenge huko na mkono wangu. Ukishindwa tunarudi kukaa. Fushu ngebidi tumia njia zake nyingi zaidi aweze kuchukua. Abo. Cheki mambo hayo. Apo. Mpaka kisha leo umeweza kuchukua huu mwenge kwenye mkono wangu. Ndio nitakuachia uweze kupita hapa. Cheki mambo hayo. Fushu anajipiga kinyama yani kisha ameweza kumgusa mzee huyo. Mpaka uchukue mwenge wa mzee huyo mzee. Huyo mzee anaambua si haba amekava miaka 20 balaa tupu yani. Cheki mambo hayo. Abo. Ino season baba nakwambia ukweli 2018 hilo kama kawa nimekuletea mashine hii. Kaambia kijana bado huko mdogo sana unaonekana una uwezo kabisa. Paka uchukue mwenge huu kwenye mkono wangu bwana nitakuachia uweze kutoka hapa. Ndio nitakuonesha Heaven Path Gate. Chukua mwenge wangu hapa. Mbona unashindwa tena? Hapo. Oho. Mzee apigiki huyu baba. Kamcheka ambia kijana bado uwezo wako ni mdogo sana. Nilikuahidi ningekamilisha lakini nakuahidi kama mpaka atakapochukua mwenge huu kwenye mkono wangu nitakuachia uweze kutoka hapa. Otherwise sitakuonesha gate ya kupitia. Tukanye wine after rudi tena. Naomba nijaribu tena kesho. Ambia ni sawa. Njoo unywe kwanza wine. Huyu ni master baba. Upande pili binti anatoka mita na kwenda katika eneo hili kwenda kumtafuta Fu Hongxue tena leo aweze kutoka hapa. Binti alikuja kumtafuta Fu Hongxue, msikana Fu Hongxue amedumbukizwa katika hili eneo. Yaani katika bonde hili kama kama Fu Hongxue yupo ndani. Kama alivyoagizwa alifika pale juu. Na kwa alikuta kuna damu ambayo binti aligundua huenda kwenda Fu Hongxue dondokia huko ndani. Binti pasipo kata tamaa mtoto wa mfalme huyu binti wa mfalme alizunguka pande zote kwenda kumtafuta Fu Hongxue. Cheki mambo hayo. Alimtafuta kila mahali. Upande wa pili pia jamaa kumbuka sasa hivi ni wanted kwa sababu alikuja na identity ya uongo. Kama ile mtoto mzuri lakini kumbe sie. Walikuwa anajificha leo kuna mtu anataka aweze kumuona hapa aweze kumuomba kitu fulani. Akaingia kaambia ni wewe tena umekuja. Mfanyeni kwenye chumba changu. Hapa ina haja. Tumaini nimekukuta ulikuwa umenikimbia lakini tumaini nimekupata. Kwa hiyo nataka kuombe msaada ya kitu fulani hapa. Kaambia hapa ndani sikutaki wewe. Na akigundua kwamba wewe ni mtu ambaye umtafuta ni mtu ambaye tofauti. So mimi yule niona kule.
Kaambia acha kunificha basi, mimi sina John ndio uko pale. Alikuwa ni mke wa pili wa mfalme huyu. Cheki mambo. Kama sijagundua hilo bado. Naomba utoke nje, sema nitaita walinzi waje hapa. Kama hata ukiwa tunatafuta maji na chakula, naomba unisaidie kwa wakati huu hapa niweze kutulia kwanza hapa. Binti akamwambia, Fu Hongxue anauliza mimi. Mimi simjui Fu Hongxue. Kama acha kuigiza basi kama vile hujui kitu chochote wakati unamjua Fu Hongxue bwana. Wewe. Kaambia wewe unamjua na wewe kujua ni mmoja wapo kati ya wale wa Demon Sect. Kaambia nikitaarifu kizidi kunichafua nitaita walinzi naambia kwamba uko hapa. Hatimaye atagundua kwamba fake identity yako ni wewe umekamata. Wewe ulikuja na utambulisho wa uongo kwamba ni Mungzu lakini kumbe si. Nitaita sasa hivi walinzi, nitaangusha hizo chombo hapa. Mambo ondoke haraka sana kabla sijaita watu walioko in charge sasa hivi. Sasa kuona nakuwa mbishi. Sababu najua wewe. Kama simfahamu chochote kuhusu Fu Hongxue, kwa nini unaniuliza mambo kuhusu Fu Hongxue mimi? Kama mwenyewe unatoka kwenye Demon Sect, nitaacheche kidogo chini sasa hivi walinzi waje hapa. Walinzi! Kuna muuaji hapa. Sasa nimharibie jamaa kasikia ise binti tumekosea sana. Walinzi! Jamaa wakatoka mbio mzee toka mita za hatari. Sijui wakamzuia hapa. Kile binti anajua kweli kuhusu Fu Hongxue. Cheki mambo haya. Walinzi wanamkimbiza maana yake wamtafuta muda mrefu, maana yake fake identity. Maana yake alidanganya kwamba ni mtoto ni Mungzu kumbe si. Cheki mambo haya. Sasa akawa anakimbia kila pahali huku na huku ili aweze kujificha. Kimbia, simama pale, simama. Simama hapo. Akati amekaa kaambiwa mzee tumegundua mahali Yekai yupo. Jamaa kasikia asante Mungu, enda mtafuta huyu jamaa kinyama. Ana kisha leo sitakubali niweze kumkosa hivi. Lazima niweze kumfanyia kitu. Haraka haraka kafunge milango yote akisha kamba anakamata wala toroki mahali aendi mahali. Nimemisi kinoma. Jamaa kisha mnamkamata mnamleta hapa. Alinitambisha nikakaa njaa siku 10. Leo kwamba sitamwacha, nitamtoboa toboa huyu. Atanjio kama mimi mtoto wa Gongsun Duan. Kama master. Nenda kaminya alama asiende mahali popote huyo. Akisha endi mahali yote. Jamaa akafurahi mzee huyo. Kasema leo sitakisha nimkamata huyo mjinga, alinisababisha nikakaa siku 10 njaa sijala. Sifikiri kuhusu maumivu, nafikiria jinsi nilivyoteseka. Nitamua kwa ajili ya mke wangu, nataka kidogo nikuje kuolewa na mke wangu ingekuaje? Kwa nini mkuniuliza mimi kwanza? Kamba hatimaye tutamsamehe huyo mjinga huyo. Wakawa wameweza kuondoka na majeshi. Kumbuka Fu Hongxue kuku mzee mzima Yekai anajaribu kuweza kutoroka kujiokoa maisha yake, maana ile eneo ni hatari kwa ujumla. Kila mahali akienda kutoa walinzi mzomeshapewa ala mtaalamu mshapigwa signal. Kama jamaa yuko hapa. Sasa siku amekaa hali. Hatimaye una mahali pa kwenda ndugu yangu. Kisha leo tunakufanya unakaa chini. Kwa jifanya unadanganya kulu uweze kukaa na binti yetu, si ndio? Binti wa mfalme. Kamata huyo mjinga. Nani akamatwe? Ni Yekai au ni nani wewe? Hapo. Aliwapa mashine nzito nzito hizo. Hajaona mashtorati yake iko juu balani ni shida. Cheki mambo ni kwere huyo. Unaambozi namba 2 Fu Hongxue na Yekai hazifai. Cheki mambo hayo. Sema vitu hizi hapo baba. Yeye baba ni hero kama kaa unapotazama picha hii. Hakisha basi unafanya subscription hapo chini. Uleko pale YouTube hakisha unafanya subscribe hapo chini. Ili tuweze kwenda sawa kabisa. Ndio hero toka pande za Boma kama kaa. Nam. Hapo sasa. Wow! Cheki mambo hayo. Jamani shida mzee. Unasema siwezi cheza zaidi ya hapa mzee. Hata ninakimbia nataka kuweza kutoka hapo kama ikiwa upanga mzee na binti. Kamba ni wewe mke wangu. Kamba naomba tuzungumze pembeni kidogo mimi na wewe. Naomba tuzungumze pembeni maana tuko marafiki, tuweze kuwa maadui bana. Jambo dogo hili. Binti akamwambia nifuate. Binti anataka kuweza kumpa msaada. Asa amekimbia mzee. Binti akafungua lango la siri ambalo babake wanalitumia.
Kamba ni mlango wa siri ambao utakwenda kupita na mita 20 kwenda ndani. Kwa hiyo naomba uweze kutoka haraka haraka, uweze kuondoka hapa. Kamba mimi nitafanya kama vile sijai kuona. Bado una hisia fulani kuhusu wewe. Kwa hiyo upande usiwe na wasiwasi, wewe nenda, nimekuruhusu uweze kwenda. Kama sisi nitakushukuru vipi? Kamba naja kutushukuru ni mtu, najua wewe ni mtu ambaye ni innocent, una shida na mpango wako, tumekuja kutembelea katika ile eneo. Naomba uweze kwenda, nimekupa ofa hiyo. Kamba jina langu naitwa nani? Kama naitwa Yekai. Yeye inamaanisha hii live na Kai inamaanisha furaha. Kwa hiyo niishi kwa furaha, jina langu maana yake niishi kwa furaha. Kamba hata kama inakuaje binti mimi na wewe tutakaa maadui. Kama bila shaka naomba uweze kwenda. Umenikumbusha vitu vingi sana wewe Yekai. Chukua kila kitu ulichonacho hapa na uondoke. Unao kwamba una uwezo mkubwa, kuna mtu atakayeweza kukuzuia na pia ni mtu ambaye una uwezo wa kujua vitu vingi. Unataka kufurahia kidogo? Sema nje, unataka nisikie story hiyo, nataka kuniambia. Kaambia kabla sija mtoto. Aliwahi kuwa anatumia style fulani inaitwa Iron Idol. Baadaye nilipata adhabu baada ya kufanya mambo kama hayo. Kutoka sasa hivi niko mwembamba na mambo mengi zaidi. Aliamua kumpa story binti, story ya kumfurahisha kwa sababu ameweza kumpa hisani moja nzuri sana ya kuweza kuondoka katika ile eneo. Kama tayari umeshaanza kukaa muda mrefu, lakini kumbuka. Sasa wakati anazidi kupiga maneno, muda unazidi kwenda, manaki maaskari wanazidi kukaribia hapo. Wakati wanapiga story unazidi kupoteza muda. Kumbuka wao marafiki wazuri sana zamani. Kumbuka jamaa alichukua nafasi ya Muromunguzu. Kaambia basi kabla sijaondoka, nataka nikuachie zawadi. Kamba hii ni first flying dagger yangu. Chini kile kisu cha kurusha wanakitaga flying dagger. Alikimpatia kisu hicho. Kamba wakati nilipokuwa mtoto, mwalimu wangu alipenda kunifundisha kutumia kisu hichi. Lakini baadaye nimekuja kuwa mtu mjinga, nikaja kuona ni idea ambazo hazina maana. Kama miaka mingi ulikuwa unafurahia, si ndio? Kamba flying dagger ilisaidia watu wengi sana. Nimetumia kusaidia watu wengi sana. Inaonekana kuwa siri kwangu kabisa wakati huo. Baadaye nikaja nikafunga kabisa upande huo, sitaki kukisikia kuhusu cha kisu tena. Lakini nimekupatia tu, unaweza kukichukua kama unaweza kuhitaji. Kamba lakini natumai kwamba unakuja kwenye sehemu ambayo sio nzuri. Ni sehemu nzuri tu kwako. Kamba natumai pia. Kamba sijafikiria kwamba ni Muromunguzu. Niliona tu kwamba ni mtu wa kawaida ambaye anataka kuwa mke na mume baadaye. Pamoja na hayo, bado wewe ni mzuri na una furaha vile vile. Uwezo wako wa kukaa karibu na wanawake ni mzuri zaidi. Kamba lakini sijapenda kukufanya usiwe na furaha binti. Ni wakati wa kusema bye bye umekaribia. Naomba uondoke. Lakini unakuwa umeshachelewa mzee. Amekutwa tayari, hamna jinsi ya kuweza kwenda. Siki mambo hayo. Kama upanga mzee, Kai nimekukamata mpuzi wewe. Kama unataka kunikamata mimi. Kaambia miaka 500 mjinga wewe. Nakushika sasa hivi. Kama mimi unikamata, unaweza kunikamata sasa hivi. Unikamata miaka 500 tulioshika. Leteni mke wangu kwanza. Leta huyo mwanamke kwanza uone. Wewe nakukamata sasa hivi. Asia kusia kumbe binti alimkamata mzee. Miss Ding. Yekai. Kama ukikimbia tunamua binti. Ile habari kubali tu uweze kubaki kwenye mikono yetu. Kama mwanamke huyu hata kwanza kunipa sumu kule, lakini niweza kumbahatisha nikamjua kwa binti ni mzuri huyu. Fikiria nini kitatokea baada ya kukimbia kwa sababu mwanamke huyu. Miss Ding. Si nikwambia ondoke. Baba nitaka nikusaidie lakini nikakamatwa. Lakini baada yake nimekuja kuwa mtu mbaya. Kama kinu usijali kuhusu mimi, wewe nenda tu. Muromunguzu. Mwachie Miss Ding aondoke.
Kama mke wangu, nataka uweze kunionea tena mimi? Kati ya wajinga walinyanyasa mimi ese. Acha kuongea upuzi wako wewe. Unanisikia mimi? Basa. Mimi kuhusu ile ese. Ukile angeza kuniua mimi eti. Niambia lady huyu mtu ameingiza kama Murungusu tayari na kesi ya kufanya. Kwa hiyo tumpeleke akaweze kuwa mfungwa kwa muda hapa ndani. Binti akataka kumtetea akachomoa upanga mzee. Kama msiniambie upuuzi kama wewe, mwacheni huyu jamaa aweze kuondoka. Nadhani mmenisikiza. Jamaa akamwambia binti acha. Mwacha disidingi aondoke. Mimi nitaondoka na nyie. Na kwa hii hivyo. Haya, mwachie binti aondoke, tunakutaka wewe. Nasikia brother naomba uondoke sasa hivi. Ondoka sasa hivi, nikiachepo uondoke. Sitakubali niondoke na mimi. Paka ingishe kama tuebaki wote na tumondoka wote. Nimekwambia ondoka. Binti aliambiwa ondoke. Lakini binti alikataa. Mchukueni yule boya huyo. Upande wa pili kwa jamaa kila siku anajaribu mzee. Anataka kuweza kutoka katika eneo hili. Fu Shang bado anaonekana uwezo wake uko nyuma sana. Kama kijana wewe so smart, utaweza kupita kwenye ile lango wewe. Asa Fu Shang alipigwa mzee. Kama nitakusaidia tu lakini. Walizidi kwenda kwenye tizi mzee, pigana nini kama kawa. Huyu master anaonekana ni sida mzee. Fu Shang utana na kiwembe leo hapa mzee. Mpaka uweze kutoka hapa mzee. Hapo. Fu Shang anajaribu kila saa lakini anakuta kwamba uwezo wake bado ni mdogo kwa mzee huyu. We! Hapo. Nam. Mwamba kanyanyuka mzee. Wewe. Basi tuondoke upande huo. Tuje upande wa pili huko. Basi baada ya kukamatwa Murungusu ambaye wanamuita Yekai kwa sasa hivi, ambaye ndiye Yekai, alikuja kukamatwa ili ataka kuweza kumeka katika gereza leo. Yekai kamba Yekai. Ni xiaozi yeye. Ani mbingu imekubariki sana mpaka umenikimbia miaka yote hiyo. Kumbe uko katika condition hii leo siamini aisee. Yaani leo nimekukamata. Naenda kutumia Murungusu swadi yangu niweze kukamata wewe. Ndani kutoboa matundu 100 ni kutoboa kama chekecheke wewe. Ngoja kwanza. Anataka niende kuangalia, mbona muangalia sana mimi? Yekai. Sasa ushakuwa mfungwa wa 10,000 euro. Unaonaje sasa hiyo hali? Umesababisha matatizo mengine sasa. Amna, nataka niende kumuua leo huyu mtu huyu. Nataka kweli kumuua huyu. Basi, wanatakweza kufanya jambo moja. Wao tunatumia skills ya Murungusu. Basi, kama mjinga mama anataka nimuue, yani akisa nimemuua kabisa huyu mjinga huyu. Binti akapanga plani hapo. Naambia, au niamini mimi? Binti akasema mimi nakuamini vizuri kabisa. Ni vizuri ungemuua kwenye arena ile kila mtu akaona kwamba umeweza kumuua. Yaani mkapambanisha uwezo wako wewe na kwake katika uwanja wa vita. Kama nini unataka kunisema wewe? Nataka mweze kuingia kwenye uwanja wa vita mpigane, atakayeshinda basi unamwachia uwe huru. Ile ukimshinda basi uweze kumuua, ile ukishindwa basi yeye unamwachia anakuwa huru. Unaonaje kuhusu hilo swala? Sana alolisema mke wangu lazima nilifanyia kazi. Basi wakubali kupandisha arena ile wapigane uwanjani. Ila akishinda tu basi mwamba achiwe huru, lakini akimshinda basi auawe. Basi hivyo waweza kuamua. Binti aliamua kumchorea ramani. Yekai. Tuma leo nitakulisha kwa mara ya kwanza. Uweze kula mara ya mwisho, sana rafiki wetu tutakuwa kuishia hapa. 我的手不太方便，大小姐能不能喂我吃？哎，你个要死的废物啊！还让小姐喂？我来。Lete nimlishe mimi, sio mke wangu kwa kulisha wewe. Ngoja kwanza. Sasa namlisha rage moja mzee. Kwanza analichezea analichafua. Yekai akaangalia kaona kaambia usiogope binti, tamlisha mwenyewe. Anafungua mdomo nilishe. Akamlisha mzee. Wakati jamaa wako anatafuna,
kuna kitu alitambua kwa ndani ya nini? Ndani ya chakula hicho. Kaambia wewe marage yaso mazuri hajaiva Kama unazaje ukaniambia kitu kibaya kama hiko? Basi ndivyo ilikuwa sehemu ya ngapi hiyo? Baba, hiyo ilikuwa ni sehemu ya 7. Basi tukutane katika sehemu ya 8 ambapo binti ameweza kuamua kumsaidia Ye Kai.